inatupeleka kuzihesabu dakika kadhaa, na nafikiri throne yetu kwa leo itakuwa inaishia hapa, lakini natamani niweze kuconnect na dunia kidogo. Nilikwambia kuhusiana na issue ya Tory Lanez ambayo imetokea leo hii, na tumepata taarifa siku hii ya leo. Unanielewa vizuri zaidi, kwa hiyo nilitamani kidogo kabla hatujahitimisha kwa lolote, kwa chochote basi, nikujuze kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kumhusu rapper Tory Lanez, kwa sababu siku ya jana alikimbizwa hospitalini baada ya kuchomwa visu mara 14 katika gereza moja huko nchini California. Tunafahamu kama Tory Lanez ni mwanamuziki wa hip hop kutoka Canada, na alishambuliwa na mfungwa mwenzake siku ya Jumatatu asubuhi, ambapo ni jana, ndani ya jengo la makazi ya wafungwa katika gereza la California Correctional Institution ambalo linapatikana pale Tehachapi, takriban maili 75 na kilomita 120 kutoka kaskazini mwa Los Angeles, kwa mujibu wa taarifa ya maafisa wa gereza. Tunafahamu wazi kama Tory Lanez mwenye umri wa miaka 32 alipata majeraha mwilini kote, hali ambayo imesababisha mapafu yake yote mawili kupasuka. Kwa mujibu wa chapisho ambalo lililotolewa na akaunti yake ya Instagram, Tory Lanez ambaye jina lake halisi ni Dexter Peterson anatumikia kifungo cha miaka 10 jela kwa kosa la kumpiga risasi msanii mwenzake Megan Thee Stallion mnamo mwaka 2020. Katika chapisho ambalo lililotumwa kwenye Instagram yake, uongozi wa Tory Lanez umesema, namnukuu hapa, wanasema Tory alichomwa visu mara 14, ikiwa ni pamoja na majeraha 7 mgongoni 4, tumboni 2, nyuma ya kichwa pamoja na moja upande wa kushoto mwa uso. Mapafu yake yote mawili yalipasuka na amewekwa kwenye kifaa cha kumsaidia kupumua. Kwa sasa hivi anapumua bila msaada wa mashine licha ya kuwa na maumivu, lakini pia anaongea kawaida na ana hali nzuri ya kiakili, na anamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kupona, lakini pia anawashukuru watu wote kwa sala na sapoti ambayo wamempa. Napewa taarifa za wazi kwamba uchunguzi wa tukio hili utafanyika ili kuweza kubaini chanzo halisi cha shambulio hilo, na kwa taarifa ya awali tukio hilo limefanywa na Mexico. Sasa bado haijulikana ni nani, ila nchi ya Marekani bado inaendelea kukabiliwa na changamoto za matukio kama haya ambayo mara nyingi huhusishwa na uwepo wa makundi ya kihalifu, yani gangs, hata ndani ya jela, sio tu nje uraiani, lakini pia hata ndani ya jela. Katika mambo yote hayo, Tory Lanez hajakata tamaa kudai haki yake ya kuamini kwamba kesi yake ni ya uongo na anastahili kuwa huru, na hajaacha kuachia kazi zake. Nafikiri mnakumbuka Machi 7 ya mwaka huu 2025 aliachia album yake ya Peter San yenye idadi ya jumla ya kazi 20, zote hizi zikiwa zimerekodiwa akiwa jela, tena kwa njia ya simu, chini ya usimamizi wa recording label yake inayoitwa One Umbrella Records. Na nielewa vizuri kinachotakikana ni kipi. Wanasema let's all pray for Tory Lanez. Tunaamini atakuwa huru na atapona haraka. Hiyo ndiyo taarifa ambayo kiukweli imewasikitisha wengi, imewastua watu wengi wapenda burudani, lakini pia watu wengi ambao ni mashabiki wa Tory Lanez. Kwa hiyo tuendelee kuomba kwa pamoja, kumwombea Mwenyezi Mungu amjalie aendelee kupona, get well soon, na basi mambo mengine yafanyike na taratibu za kisheria basi, ili aweze kuwa huru, kwa sababu ni moja kati ya wasanii wenye uwezo mkubwa sana. Ni kati ya wasanii ambao wana fanbase kubwa sana, lakini pia wamefanya vitu vingi na wamefanya mambo makubwa sana kwenye game ya hip hop duniani. So let's pray for Tory Lanez, na naamini inshallah panapo majaliwa tutaendelea kupata taarifa zaidi kujua hali yake inaendelea vipi. Traveler Bank kwenye MRC, DJ Chico kwenye Wells. Bado dakika kadhaa tu kama 2-3 hivi, kasri laki keke lianze kurindima. Unaelewa vizuri, kwa hiyo kwa niaba ya Lessa Said na watu wengine, lakini pia wewe ambaye ulikuwa unaisikiliza na kuitazama live kupitia YouTube channel yetu Chrome Media, niseme hongera sana, na inshallah tukutane kesho kwenye Hip Hop Day
kwa ajili ya vina mezani, na mnajua venye ambavyo tunafanya, lakini kesho naambiwa kutakuwa kuna ugeni mzito sana, lakini pia ndugu zetu wa Smirnoff pia watakuwepo. Kwa hiyo ni unyamwezi kiro safi. Traveler Bank kwenye account yangu ya Instagram natumia Traveler Bank kama neno moja, yani TRAVELERBANG, Traveler Bank, au vibana DJ Chick TZ kwenye Instagram, Crown FM TZ, Crown TV TZ kwenye Instagram na kwingineko. Till tomorrow. Crown Media. Hapa ni nyumbani.